Kwa kuzingatia sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 iliyofanywa marekebisho mwaka 2019 na kanuni za makao ya watoto ya mwaka 2012, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocates Tanzania wameandaa kikao muhimu kwa wamiliki na maafisa ustawi wa jamii waratibu wa makao ya watoto mkoa wa Dar es Salaam kwa lengo la kuwasilisha tathmini ya usimamizi shirikishi wa watoto waliopo katika malezi mbadala ya kwenye makao 13 ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni uliofanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kipindi cha tarehe 24 mpaka 28 Februari 2025, pamoja na kukumbushana juu ya umuhimu wa mtoto kulelewa ndani ya familia, huku makao ya watoto yakihimizwa kuwa chaguo la mwisho. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Shukuru sana kwa uwezo na kutambulishwa na mkuu wetu wa ustawi wa jamii Dar es Salaam na kuona watu na wamiliki walipofika wengi. Mimi naomba tu kwamba tushirikiane na serikali vizuri ili tuwe kitu kimoja, tufanye kazi pamoja. Asanteni sana. Zetu zimebezi sana katika kusaidia watoto na kufanya kwa ushirikiano mkubwa sana na serikali ya kwa ustawi wa mkoa na manispaa ya wilaya ya Kinondoni, ila tuna mpango wa kuongeza tena huduma yetu katika wilaya nyingine zote. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Na katika mjadala wa wazi na kazi za vikundi, wamiliki wa makao walielezea changamoto wanazokutana nazo na kuelezea kila juhudi wanazozifanya ili kuhakikisha watoto wanapata malezi bora. Mapendekezo tuliojadili katika kundi letu, tunasema kwamba tunaomba kwenye hizo leseni kuwe kuna ile expire date, ili kwamba mmiliki anapokuwa na ile leseni ijulikane kwamba baada ya muda fulani anatakiwa kufuatilia uishaji wa leseni nyingine. Swali la pili linauliza kwa nini watu wa makao wanaweka wageni kwenye makao bila taarifa? Tukasema kutokana kutokuwa na mwongozo juu ya kutoa taarifa za wageni kwa idara ya ustawi wa jamii. Kwa nini watu wanakaa na watoto makao wasiostahili? Tukafikiri inaweza kuwa ya kwanza umaskini. Kwa baadhi ya wazazi mtu anaweza akatengeneza taarifa kumwaminisha afisa ustawi kwamba yeye ana uhitaji wa kiasi hicho ili mtoto wake aende kuishi makao. Lakini pia kutojua miongozo, sheria na taratibu za makao kwa wamiliki na kuishi kwa ujamaa. Yaani mimi na mtoto wangu na ndugu yangu ana makao, kwa sababu yeye ana shida fulani tunaambia usijali, mchukue mlete hapa. Kuna kitu kinaitwa nidhamu ya uoga kwa wamiliki wa makao. Unaweza ukawa unaletewa, tunapokea watoto pia kutoka kwenye labda vyombo polisi wamekuletea usiku mtoto, huyu mtoto ameokotwa, hebu mpokee. Sasa kwa sababu unaogopa polisi, unapokea yule mtoto bila nini? Bila utaratibu. Na jambo la mwisho ni uelewa mdogo wa waendeshaji wa makao. Wakati mwingine wale waendeshaji wa makao wanakuwa hana elimu zaidi kuhusiana na namna ya kupokea wale watoto. Anaweza akalazimishwa kitu, hebu mchukue huyu mtoto hata kama labda ni mlemavu, alafu yeye makao yake haiwezi kuaccommodate mtoto mlemavu. Lakini kwa sababu ni afisa tu kamleta kwamba ni mlemavu, hebu muweke kwa muda, naye anapokea. Ni kwa sababu anakuwa hana uelewa wa kutosha. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam Bwana Nyamara Elisha wakati wa kikao hicho kilichofanyika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam leo tarehe 29 Mei 2025, alikuwa na haya kusema. Nirudi kuwashukuru wamiliki wa makao. Na siku zote nimesema mna kitu ambacho wengine hatukupewa. Mimi ni afisa ustawi wa jamii, nasimamia wamiliki wa makao au huduma za makao katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa kweli Mwenyezi Mungu hakunijalia moyo wa kuanzisha makao na kuwalea watoto. Sasa ukiona unashindwa kuwa na uwezo wa kitu fulani na mwenzako akawa nao huo uwezo, usisite kumpongeza. Jamani, hongereni sana. Yes, kwa sababu tuna watoto wapatao 2000 na point ambao wako kwenye makao yetu ya watoto katika mkoa wa Dar es Salaam yapata 60. Sasa watoto hao 2000 kama na 300
right nyie msingekuwa mmepata huu moyo wa kuanzisha makao haya. Swali la msingi ambalo linafanya tu tulazimike kuwapongeza ni kujiuliza wangekuwa wapi sasa hivi. Yaani ukijiuliza swali hilo unageuka kwa wamiliki wa makao kusema asanteni kwa sababu ya huduma ambayo wameamua kuianzisha. Tuna watoto wenye ulemavu, wenzetu makao ya watoto kule Tuangoma. Mimi nilifika pale na Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gwajima. Watoto walioko kwenye yale makao ni mtoto ambaye huwezi ukamuita, hawezi kusimama wala haelewi nini kinaendelea duniani. Ni wa kunywesha uji, ni wa kuponda ponda chakula kilainike umwekee mdomoni, ni wa kumfunga pampers, ni wa kumsafisha, ni wa kumtoa juani, ni wa kumrudisha ndani. Maisha yote ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amemjalia. Lakini mtu yuko na makao ameamua kuchukua kundi hilo la watoto ambao wengine ndugu waliwakimbia, baba na mama wakafunga safari, tuondoke hapa tuondoke, wakaondoka wakamwacha ndani. Jamii inampeleka wapi? Ikapaza sauti ikampeleka kwenye makao yale pale. Swali la kujiuliza, yasingelikuwepo makao haya, watoto hao 56 ambao hawajiwezi, ni wakubeba kutoa nje, lakini sio hilo tu, ni watoto ambao wanahitaji oksijeni, huduma ya oksijeni mara nyingi sana. Ameishiwa hewa, amezimia, wanamwekea oksijeni, wanamkimbiza hospitali. Ndio maisha ya kila siku ya yale makao. Yasingelikuwepo yale makao, wale watoto wangelikuwa wapi? Sasa ukiyakumbuka hayo, ni lazima urudi kwa wale watu uwaambie tunawashukuru. Kwa hiyo sisi tunatambua kazi kubwa ambayo mmeamua kuifanya ya kutusaidia kuwalea watoto. Hao ni wenye ulemavu, wanakimbiwa na ndugu zao, wanatelekezwa na ndugu zao, na wengine wanayatambua yale makao. Kwa hiyo anabeba mtoto anaenda nayo kule, akifika getini anamwacha hapo, yeye anaondoka. Wakiamka asubuhi wanamkuta getini. Hawana namna, wanamchukua. Lakini mnajua, tukiacha hata watoto wenye ulemavu, wapo watoto ambao baba yake mzazi kamtendea ukatili uliopitiliza hata wa kumbaka. Sio tu kumbaka, lakini hata kumlawiti. Amefanywa na baba yake mzazi kumbaka na kumlawiti. Lakini kama baba anakosa upendo wa mwanaye aliyemzaa akafanya hivyo, lakini baadaye anakuwepo mtu fulani ambaye hana udugu na yule mtoto, anasema nileteeni. So unauona huo moyo mkuu kwa wamiliki wa makao. Yaani baba mzazi amekosa upendo, lakini anatokea mtu mwingine anasema mleteni kama baba yake kamfanyia hivyo. Sasa ni lazima tutambue hizo jitihada kubwa mnazozifanya, tutambue upendo mkubwa mlionao, lakini mtusaidie kufikisha shukrani hizi kwa walezi wanaolea watoto hao. Mtufikishie shukrani kwamba tunatambua kazi kubwa ngumu ya kimbingu ambayo wameamua wao kuifanya kwa niaba ya wazazi walioleta viumbe hivyo duniani. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naye afisa ustawi wa jamii na mratibu wa makao ya watoto halmashauri ya manispaa ya Kinondoni Bi Joyce Mtesigwa alikuwa na haya ya kusema. Tunashukuru sana leo kwa kikao hiki kwa sababu kimekuwa ni kikao muhimu cha kupokea mrejesho wa usimamizi shirikishi katika makao yetu 13 uliofanyika katika mwezi Februari. Wamiliki wa makao wamepata kuelezwa jinsi ya kuendesha makao haya kwa kufuata taratibu, sheria na miongozo ya serikali. Lakini pia wameweza kusisitizwa juu ya uigizaji na uondoaji wa watoto katika makao, mazingira yanavyotakiwa kuwa, sifa za walezi, na kubwa zaidi wamesisitizwa kuwa watoto ni muhimu wakilelewa katika familia kwa sababu ndiko wanakojifunza maadili na tamaduni ambazo zinatakiwa. Na kwa upande wake Bwana Francis Mwakatenya anaifanya kazi na shirika la Global Child Advocates Tanzania alikuwa na haya ya kuchangia. Kikao hiki kililenga kukumbushana kuhusu kanuni na
umuhimu wa kuwa na program za kusapoti watoto kwenye familia. Namna gani tunaweza kuweka usalama ndani ya makao, na kwa namna gani hawa watoto ambao wanalelewa kwenye makao wanaweza kupata huduma nzuri kutokana na vigezo, sheria na kanuni ambazo zilizowekwa na serikali. Na kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa kikao hicho adhimu ambao ni wamiliki wa makao ya watoto mkoa wa Dar es Salaam walikuwa na haya ya kuchangia. Kwetu sisi tumejifunza vitu vingi kupitia changamoto ambazo zimekutwa kwa wenzetu wa makao. Mathalan masuala ya uendeshaji wa makao, leseni, usajili wa watoto katika makao, lakini pia hata muda wa watoto kukaa katika makao. Kwa hiyo tumefaidika sana na pia tumepata mabadiliko ya kimtazamo. Baadhi yetu tulikuwa tuna mtazamo kwamba mtoto anapofika kwenye makao mpaka miaka 18 labda ndio unaweza kuanza kumrudisha kwenye familia au kumtafutia familia, lakini tumejifunza kwamba muda wowote mtoto anapofika akipata familia unaweza ukamuunganisha na familia. Lakini pia masuala ya usalama wa watoto wanapokuwa kwenye makao, wanapofika na wanapoendelea kuishi kwenye makao na wanapotoka, kwamba ni jukumu letu sisi kuhakikisha watoto wanapata familia salama na familia ambazo zinaweza kuwahudumia tofauti na wanapokaa kwenye makao. Na leo tunamshukuru Mungu tumeweza kukutana wote na makao ili kuweza kupata tathmini yale matokeo ambayo yalifanyika baada ya kupitia kwenye makao yetu kufanya ukaguzi. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ni neema ya upendeleo ambayo tumepewa kujua changamoto ambazo tulizonazo na kuambiwa wapi tulikosea ili tuweze kufanya marekebisho. Hivyo tunaendelea kuishukuru serikali na kuendelea kuwaombea waendelee kuwa na moyo huo wa kuweza kushirikiana pamoja na sisi wamiliki wa makao, kuhakikisha nasi pia tunapata nguvu ya kuweza kuwalea watoto wetu wapendwa, nao pia wajisikie faraja na amani katika ulimwengu huu, kwamba wanathaminiwa na serikali, pia wanathaminiwa na watu wote wanaowazunguka. Hivyo tutaendelea kufanyia kazi yote ambayo tumeweza kuambiwa siku ya leo na yale ambayo tuliambiwa mwanzoni, tuendelee kuyafanyia kazi, tuweze kuyaweka katika mstari ulio bora na makao yetu yaweze kuwa bora zaidi na sio bora makao. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.